Naitwa Amina Abdul, ni mwanzilishi wa Sanifu Organization ambayo ni taasisi ya non-profit inayojihusisha na masuala ya technological transformation kutoka kwa wanawake, vijana na watu wenye disabilities. Leo hapa tuko kwa ajili ya jambo moja kubwa. Cha kwanza kabisa ni ufunguzi rasmi wa mashindano yetu ambayo yanaenda kwa jina la Cyber Premium League. Ni Premium League kama Premium League. Hii inakuwa ni katika upande wa teknolojia na katika masuala ya cyber security. Kwa hiyo tutakuwa ni shindano linalolaniwa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Watatengeneza timu zao na wataweza kuregister kama timu moja na wataweza kushindana kuelekea fainali za mashindano haya. Tuko hapa leo kutangaza mashindano mapya ya Cyber Premier League CPL ambayo inakwenda kuanza hivi karibuni. Na hili ni shindano ambalo linawahusisha wanateknolojia, watu wote ambao wanatumia teknolojia kwa maana ya digital platforms. Hili shindano linawahusu sana, na sana tumewalenga wanafunzi wa vyuo vikuu ambao aidha wanasoma mambo haya ya teknolojia ama ni wapenzi tu wa masuala haya ya teknolojia, wanaweza wakashiriki katika shindano hili. Na lengo letu kubwa kupitia shindano hili ni kutengeneza jamii ambayo ina uelewa mkubwa na masuala haya ya teknolojia, lakini jamii kubwa ambayo tunaikusudia ni wanafunzi ambao wako vyuoni hivi sasa, waje kukabiliana ipasavyo na soko hili la masuala ya teknolojia, hasa kwenye uwanda huu wa cyber. Dunia inazidi kuchanja mbuga kwenye eneo la teknolojia kwa maana ya digital, na kadri dunia inavyotanuka kwenye matumizi ya teknolojia ndivyo hatari zaidi ya uhalifu inavyokuwa kubwa. Sasa sisi Sanifu tukasema tusiache dunia itanuke bila kuiwekea ulinzi, na ulinzi wenyewe ni kuwapa na kuwezesha vijana kuweza kufahamu kinaga ubaga kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia, ili wao wawe walinzi wao wenyewe, lakini wasaidie jamii vile vile kuilinda kuhusiana na masuala mazima ya kwenye mitandao ya kijamii. Mshindi wa shindano hili atajipatia zawadi ya kuhudhuria Global Cyber Security Conference itakayofanyika Dubai mnamo mwezi wa 5 mwaka 2026. Yaani shindano letu linaanzia sasa mwezi wa pili huu kwa timu 20 kushindana, na hadi kufikia mwezi wa 3 wa 4 tutakuwa tumeshapata mshindi. Mshindi atakayepatikana, sisi Sanifu tutampeleka mshindi huyo kuhudhuria kongamano la Global Cyber Security Conference ambalo litafanyika Dubai mwezi wa 5 mwaka 2026. Gharama zote za usafiri, malazi na kila kitu itakuwa chini yetu Sanifu, na lengo letu aende akapate elimu kwa upana zaidi kupitia kongamano hili ambalo linakutanisha wataalamu kutoka mataifa mbalimbali. Tunakutana Dubai kwa ajili ya kuzungumzia mambo mazima yanayohusiana na cyber security. Kwa kuongezea, shindano letu hili litakuwa linafuatiza format ya mpira kama ambavyo tunaona kwenye AFCON. Kwa hiyo zile mechi timu zetu 20 zitacompete katika group stage, and then zitatoka katika group stage tutaenda katika quarter final ambapo tutakuwa tuna timu 8. Kutoka kwenye quarter final tutaenda kwenye semi final, and then tutaenda katika grand final ambapo tutapata mshindi wa kwanza, na tutakuwa tuna side match ambayo itakuwa ni ya third winner. Na kingine ni kwamba siku ya finali kutakuwa kuna physical event. Haya mashindano tunayarani katika njia ya hybrid. Mechi za mwanzoni zitakuwa zinachezwa virtual, lakini siku ya finali tutafanya mechi physical. Ukumbi kwa ajili ya finali utatangazwa as tunaendelea mbeleni, na katika hiyo finali tutakuwa tuna watu watatu muhimu. Tutakuwa tuna police maker, tunamaanisha government na watoto wanao deal na police, lakini tutakuwa tuna watu from the industry
mabenki, telecom na other places, na tutakuwa tuna wanafunzi wenyewe na watu wa kwenye akademia. Tunaamini hao watu wakikaa pamoja wanaweza kuwasiliana vizuri na kujua kipi waboreshe ili waweze kumsaidia huyu kijana aliyoko chuoni aweze kuexcel vizuri katika career yake.